Iwe unataka kujifunza forex, kununua signal au usimamizi wa akaunti, yani account management, Nasoro Forex ndio mtu pekee wa kumsikiliza hivi sasa. Picha linaanza, unaruhusiwa kujiunga kwenye group la forex la Telegram bure kabisa kwa kubonyeza linki hapo chini. Halafu hakuna janja. Ofisi ipo barabarani Kope, fika jengo la Victoria Noble Floor ya 4 jijini Dar es Salaam. Na zaidi, unaweza kuwasiliana na Nasoro Forex hata hivi sasa kupitia simu namba 0712253749, iwe kawaida au WhatsApp, utachagua wewe. Na kule Instagram anapatikana kwa jina la Nasoro Forex. Acha kusubiri, jiunge sasa. Tunapoongelea benki, picha inayokuja kichwani mwa wengi ni majengo marefu, sauti za mashine zikihesabu pesa, wahudumu waliopendeza na mashine za ATM. Lakini je, unafahamu kwamba benki ni neno linalomaanisha benchi, yani lile la kukalia? Unafahamu kwamba benki ya kwanza watu walianza kutunza mazao na si pesa? Haya yote ni mageni kwa watu wengi, lakini ukitazama video hii mpaka mwisho, huwezi kuwa moja ya watu wasiojua kuhusu historia ya benki. Kabla hatujafika mbali, napenda ufahamu kuwa kuzaliwa na maendeleo ya kibenki si jambo lililotokea sehemu moja ya ulimwengu, lakini katika video hii tutapata kufahamu matukio makubwa ya maendeleo ya benki ambayo yalirekodiwa katika historia. Kama hujajiunga na chaneli hii, bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele pembeni yake. Mimi naitwa Justin Shedi. Sasa twende kazi. Historia ya benki inaanza zamani sana, miaka 2000 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo, huko katika maeneo ya Mesopotamia ambayo ni Iraki ya sasa. Najua unaweza kushangaa kwa kuwa wakati huo hakukuwa na pesa kama zilivyo hivi sasa. Wacha nikueleze kidogo. Tunapozungumzia benki, historia yake haianzi kwenye kuweka na kutoa pesa kama ilivyo hivi sasa. Tunaongelea mfumo wa watu kupeleka vitu vyao vya thamani katika eneo fulani ili vikatunzwe kwa ajili ya matumizi ya baadaye, kama hivi sasa tunavyopeleka pesa benki na kuweka akiba au kwa ajili ya kukopa. Sasa katika wakati huo hakukuwa na pesa, hivyo mifumo ya kibenki ilihusisha mazao ya shamba, wanyama na vitu vya thamani. Na wakati huo hakukuwa na majengo yaliyoitwa benki kama ilivyo hivi sasa, bali watu walipeleka vitu vyao katika mahekalu wakiamini kuwa hakuna mtu anayeweza kwenda kuiba hekaluni. Hivyo mahekalu yalikuwa sehemu salama zaidi. Baada ya muda mahekalu yalianza kuwa na hazina nyingi sana za mazao, mpaka wakaanza kutoa mikopo. Mikopo hii pia ilitolewa katika mfumo wa mazao, hasa kwa wakulima na wafanyabiashara, na watu walitozwa riba ambayo ililipwa kwa bidhaa. Kwa hiyo kama ulikopa ngano debe moja, basi utakapovuna utarudisha debe moja na robo kama sehemu ya riba. Baadaye, katika Ugiriki na Roma za kale, huduma zinazofanania kibenki ziliongezeka za kuwa za kisasa zaidi. Wahunzi walianza kufanya kazi ya kutunza vitu vya thamani vya watu, na hii ni kwa sababu wizi ulipoanza katika mahekalu, watu wenye vitu vya thamani zaidi walianza kutafuta namna ya kutunza vitu vyao katika sehemu salama zaidi. Wahunzi wakaja na suluhisho ambalo ni kutengeneza vaults au tuseme masanduku ya chuma ambayo yalikuwa sehemu salama zaidi. Hivyo watu wakawa wakipeleka vitu vyao vya thamani huko. Vitu vikiwa huko, wahunzi walianza kukopesha kwa niaba ya wamiliki na kurudisha faida ya riba, na wao wakibakiwa na kiasi fulani. Licha ya wahunzi kupata nafasi, bado mahekalu yaliendelea kuonekana maeneo salama ya kuhifadhi mali. Lakini baadaye, wakopeshaji binafsi waliojulikana kama argentari walianza kufanya kazi katika masoko ya wazi. Wakati huu sasa pesa zilikuwa zimeanza kutumika. Watu hao walitoa mikopo na wakabadilisha sarafu. Kama umewahi kuitazama filamu ya Yesu ile maarufu, bila shaka umeshawahi kuwaona argentari. Hawa ndio wale Yesu aliwakuta wamekaa kwenye benchi, wamepanga pesa kwenye meza wakifanya biashara hekaluni. Na huo ndio ulikuwa mwanzo kabisa wa benki, kwa maana ya kufanya ubadilishaji wa fedha kama ilivyo sasa kwenye bureau de change. Kumbuka mwanzo nilikugusia kuwa neno benki limetokana na neno benchi, yani lile la kukalia. Nadhani umeanza kupata idea ya kile na maanisha, na hapa ni kwa sababu wale argentari waliokuwa wakibadilisha fedha walikuwa wakikaa kwenye mabenchi na kuweka fedha kwenye meza. Warumi wao walienda mbali zaidi na kufanya mifumo yao ya kibenki kuwa rasmi zaidi, kwani walitumia hata mikataba ya maandishi na mifumo ya watu kuweka hati zao za thamani wanapotaka kupewa mikopo, mambo ambayo mpaka leo yanatumika.
Matukio ya kukumbukwa zaidi katika historia ya benki yanatupeleka mpaka karne ya 15 huko Italy, ambako benki ya kwanza kabisa iliundwa. Lakini kumbukwa, kabla ya benki ya kwanza kuanzishwa, wafanyabiashara wa pesa walikuwa wakikaa kwenye mabenchi pembezoni mwa barabara kama nilivyokueleza, ambao waliitwa argentari. Watu kutoka nchini Tanzania, hasa jijini Dar es Salaam, wanaweza kufahamu zaidi kuhusu hili, kwani katika vituo vikubwa vya magari ya umma, yani daladala, kuna watu huzipanga sarafu nyingi katika meza kisha huziuza kwa makondakta wa daladala. Sasa turudi kwenye habari yetu. Kutokana na watu hawa argentari kufanya shughuli za kifedha kwa muda mrefu, wakajikuta wakizalisha jina ambalo mpaka leo tunalitumia, ambalo ni benki. Kama nilivyokueleza kuwa watu hao walikuwa wakikaa kwenye mabenchi, na katika maeneo yao benchi walikuwa wanaliita banco, na neno bankrupt linalomaanisha kufilisika hivi sasa lilitokana na neno lililoitwa bankrupt, ikimaanisha benchi limevunjika. Sasa kutokana na watu hao kukaa sana kwenye mabenchi ambalo ndilo banco, watu wakaanza kuziita sehemu wanazouza na kununua fedha banco, na neno hili likaanza kutumika maeneo mbalimbali, na lilipofika huko Italy wakaanza kuliita banka. Sasa huduma hizi zilipohamishiwa rasmi katika majengo maalum, neno banka likazidi kutumika. Inadaiwa kuwa benki ya kwanza kabisa iliundwa huko Italy mnamo tarehe 27 Februari mwaka 1472. Benki hii iliitwa Banca Monte dei Paschi di Siena. Benki hii inatajwa kuwa benki kongwe zaidi duniani ambayo iko hai mpaka hivi sasa, kwani mpaka leo bado inafanya kazi. Licha ya kwamba sifa za benki ni kutengeneza faida, benki hii haikuundwa kwa lengo hilo, kwani mamlaka ya Jamhuri ya Siena wakati huo ilianzisha taasisi hii ikiwa na lengo la kusaidia wananchi wanaoishi katika maisha magumu kutokana na umaskini. Najua nimekuchanganya kidogo kwa kutaja Jamhuri ya Siena, neno linalofanya uhisi ni nchi nyingine. Hapana, hili ni eneo lililokuwa kama nchi inayojitegemea, lakini kwa sasa limo ndani ya Italy. Ilipofika mnamo mwezi Machi mwaka 1472, Baraza la Wawakilishi la Siena lilipiga kura kupitisha mpango huu, na wawakilishi 194 wakapiga kura ya ndio, huku wawakilishi 14 wakipinga jambo hilo, na huo ndio ukawa mwanzo wa benki hiyo. Benki hii ya kwanza ilikuwa na nguvu sana kiasi kwamba ikaanza kununua benki nyingine. Manunuzi hatari yaliyowahi kufanyika ni ya mwaka 2007, ambapo walinunua benki iliyoitwa Anton Veneta na waliinunua kwa euro bilioni 9. Manunuzi haya yalikuwa ghali sana kiasi kwamba ikayumbisha mpaka uendeshaji wa benki. Miaka 10 baadaye, benki hii ikapitia matatizo makubwa ya kiuchumi. Ili kuokoa jahazi, wakakopa euro bilioni 5.4 kutoka serikali ya Italy, jambo lililoifanya serikali kumiliki hisa za 68% katika benki hiyo. Na huo ndio mwanzo wa benki. Hivyo hivi sasa unapozitazama benki, na imani utakuwa unajua historia yake, kwamba watu walianza kuweka mazao, na mpaka hivi sasa tunaweka fedha na vitu mbalimbali vya thamani. Asante kwa kutazama video hii. Ili kujiunga na grupu la Nasoro Forex, tafadhali bonyeza linki iliyo kwenye box hapo chini. Utajiunga bure kabisa katika grupu hili, kisha utapewa mafunzo pamoja na mambo mbalimbali yanayohusu biashara ya Forex. Mimi naitwa Justin Shedi na kutakia wakati mwema, na tukutane tena kwenye video nyingine.